Wiki ijayo tutakuwa na maombi ya siku 3, ikiwa na maana Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Maliza mwezi na Bwana, anza mwezi na Bwana. Kabla tujaingia kwenye mwezi wa 6, kwa nini tufunge na kuomba? Kitabu cha Ezra 8:21-23. Nasema, nami nikaamuru watu kufunga pale penye mto Ahava, kujinyenyekeza kwake na kujifungulia njia iliyonyooka, kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali zetu zote. Kwa maombi haya utajiombea mwenyewe, maombi haya utaombea watoto wako, maombi haya utaombea uchumi wako. Kwa nini tuombe? Tunaomba ili kufungua njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi ndani ya mwezi wa 6, kwa ajili ya watoto wetu ndani ya mwezi wa 6, kwa ajili ya uchumi wetu ndani ya mwezi wa 6. Sababu ya pili ya kuomba. Kwa nini tuombe? Wakorintho wa kwanza 16:9 anasema, nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini wako wengi wanipingao. Tunaomba kuondoa upinzani kwenye lango la mwezi wa 6. Wakupingao, ukiwapinga hutawaona tena kwenye mlango uliobeba fursa zako. Sababu ya 3 inayofanya tuombe Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, kufunga na kuomba siku 3, ni kudhibiti miungu watu wanaoinuka mwezi kwa mwezi kututendea mabaya. Tunawadhibiti ndani mwa maombi kwamba mwezi wa 6 hakuna mungu mtu kusimama juu yako kukuchezea. Isaya 54:17 Bwana anasema, kila silaha itakayoinuka, itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa hili miungu watu hawa wasifanikiwe, lazima tufunge na kuomba kuwadhibiti. Wana wa Israeli walipoomba wakamdhibiti Amani hakuonekana tena. Sababu ya 4 ya kufunga na kuomba ni kulifungulia lango la baraka na uchumi, lango la utajiri, kwamba Bwana akutajirishe, Bwana akupe mema, Bwana akupe fedha ndani ya mwezi wa 6. Isaya 60:11 malango yako yatakuwa wazi daima, ili watu wa mataifa wakuletee utajiri wakiongozwa na wafalme wako. Kwa hiyo usipofungua mlango utarara njaa. Ukifungua mlango wako wa mwezi wa 6, fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, ataachilia mahali zilipo, watu watazileta. Sababu ya 5 kwa nini tuombe Ijumaa, Jumamosi na Jumapili siku 3, tunaomba ulinzi wa kimungu. Tunamwambia Bwana mwezi wa 6 tusipatwe na mabaya. Zaburi 91 ule mstari wa 10 hadi wa 12 anasema, mabaya hayatakupata wewe. Kwa hiyo kama utaki upatwe na mabaya, njoo Ijumaa, njoo Jumamosi, njoo Jumapili, kambi ya kukataa mabaya. Kwa ukikataa mabaya juu yako, juu ya familia, kazini kwako, hayo mabaya hayatakupata. Sababu ya 6 kwa nini tufunge na kuomba siku 3. Tunamuomba Mungu atembee na sisi tunakotoka, tunakoingia. Kumbukumbu la Torati 28:1-12 nitakubariki shambani, nitakubariki mjini, nitakubariki utokapo, nitakubariki uingiapo. Nikuongezea 7 ya mwisho. Tunaomba Mungu mwezi wa 6 kwa kufunga na kuomba, ili kazi yoyote tutakayowekea mikono yetu kuifanya, Mungu aifanikishe na ibariki. Sio kila aliyefanya kazi ya mikono alipata sawasawa na alivyofanya. Bila mkono wa Mungu uyafanyayo hayatafanikiwa. Kumbukumbu la Torati 28:8 anasema, mambo yoyote utakayowekea mkono wako mimi nitayabarikia. Na Mungu akubariki. Mpe Bwana makofi ya shangwe.
Jinsi ya kufika: panda gari mpaka Mbagala Zakiem, utachukua bajaji hadi kanisani. Unaitumia njia ya Kigamboni Vikunai, shuka kanisani. Ukiuliza mtu yoyote kanisani kwa mchungaji Katunzi, utakuwa umefika. Lakini kwa unaitumia usafiri binafsi, njoo mpaka shule ya msingi Mihande, utakuwa umefika. Inawezekana, yote Bwana